Ndugu mwenyekiti, katika kulinda na kuendeleza mafanikio ambayo jana yameelezwa kwa ustadi mkubwa, lengo kuu la ilani hii ya uchaguzi wa mwaka 2025 ya CCM ni kukuza uchumi jumuishi na kuimarisha ustawi wa wananchi wote. Katika kufikia lengo hili, ilani ya CCM ya mwaka huu 2025 ina vipaumbele 9. Moja ni kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani uliojengwa katika msingi wa kuongeza thamani rasilimali zinazozalishwa nchini. Pili, kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato kwa wananchi na kupunguza umaskini. Tatu, kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii. 4, kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji. 5, kukuza na kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia katika shughuli za kiuchumi na kijamii. 6, kudumisha demokrasia na utawala bora. 7, kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama. 8, kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo. Na 9, kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili pia ni eneo jipya. Tumeweka eneo maalum. Ni CCM katika miaka 5 ijayo ina nia ya dhati ya kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Ndugu Mwenyekiti, ilani ya uchaguzi ya mwaka huu, kwa wale ambao wanapenda namba, ipo katika vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza ni ilani yenyewe ambayo ina kurasa 78, aya 117 na maneno 29,520. Kitabu cha pili ni orodha ya miradi itakayotekelezwa katika ngazi ya mikoa na wilaya. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba kitabu cha miradi bado kinaendelea kuboreshwa na tunao nafasi mpaka tutakapoenda kuzindua rasmi kampeni zetu. Kwa hivyo wametufuata Mheshimiwa Mwenyekiti, baadhi ya viongozi wa mikoa na wabunge wakisema baadhi ya miradi hiyo haionekani ambayo inatekelezwa. Ni waahidi kwamba miradi hiyo itaingizwa. Wapo mbunge wa Rombo, mbunge wa Kereo na wabunge wengine wengi ambao wametupa. Kwa hiyo tunayo nafasi hiyo. Kitabu cha tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni nakala rahisi ambayo inapatikana kwa njia ya picha. Baada ya maelezo hayo, naomba sasa nipitie kwa ufupi ahadi na maelekezo ya CCM katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Kwa wale ambao wanapenda mahesabu, katika vipaumbele 9 tunazo ahadi na maelekezo 689, lakini kwa hapa nitapitia machache. Kwanza ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani. Ndugu Mwenyekiti, katika kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani, ili kuhakikisha pato la taifa linakuwa na pato la mtu mmoja mmoja linaongezeka, CCM ikishinda uchaguzi itatekeleza hatua 12. Kwa sasa nizitaje 3 tu. Kwanza ni kuhakikisha kwamba deni la taifa linaendelea kuwa himilivu na mikopo inatumika kutekeleza miradi ya maendeleo yenye tija na inayochochea maendeleo ya uchumi. Pili, kuimarisha ukusanyaji wa mapato kufikia 15.6 ya pato la taifa ili kuongeza uwezo wa serikali wa kuhudumia wananchi. Na 3, kusimamia matumizi ya fedha za serikali ili kuhakikisha zinatumika katika vipaumbele vya maendeleo na ustawi wa wananchi. Ndugu Mwenyekiti, kwa kutambua nafasi ya kilimo katika usalama wa nchi, ujenzi wa uchumi na kukuza kipato cha wananchi, CCM itaendelea kusimamia mapinduzi katika sekta ya kilimo ili kukifanya kilimo kuwa cha kisasa na chenye tija. Lengo ni kuhakikisha kuwa nchi inajitosheleza kwa chakula, kuongeza kipato cha wakulima na kukuza pato la taifa. Lengo la CCM katika miaka 5 ijayo ni kukuza sekta ya kilimo kutoka 4.6 hadi ifikie 10% ifikapo mwaka 2030, na tumeainisha hatua 19 katika kutekeleza lengo hilo, na kwa sasa nizitaje 5 tu. Kwanza
ni kuendelea kuimarisha upatikanaji wa mbegu bora na kwa bei nafuu. Pili, kuendelea kutoa ruzuku ya pembejeo mbalimbali kwa wakulima ili kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza tija. Tatu, kuboresha na kuongeza miundombinu ya umwagiliaji itakayoongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji kutoka hekta za sasa 983.5 hadi kufikia hekta milioni 5 ifikapo mwaka 2030 ili kupunguza utegemezi wa kilimo cha mvua. 4, kuimarisha upatikanaji wa zana za kilimo za kisasa kilimo kwa wakulima ikiwemo kununua na kusambaza matrekta 10,000 kwa wakulima. Na 5, kuanzisha mfuko wa dhamana kupitia mfuko wa pembejeo za kilimo, benki ya maendeleo ya kilimo na benki ya ushirika ili kuwawezesha wakulima na wananchi wengine wanaojishughulisha na uongezaji wa thamani wa mazao, mifugo na samaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unafahamu, tuna changamoto ya kupata vyanzo vya uhakika vya kukopesha wakulima. Kwa lengo hili linalenga kwenda kutatua changamoto hiyo ili wakulima wetu wapate mikopo kwa riba iliyo nafuu na kutoka taasisi za fedha ambazo nimezitaja. Ndugu Mwenyekiti, CCM inatambua sekta ya viwanda kwamba ni muhimu katika kukuza uchumi na kuchochea upatikanaji wa ajira. Katika kuimarisha sekta hii, CCM itahakikisha kwamba serikali inatunga na kutekeleza mikakati ya kuhakikisha kwa sekta inakuwa kwa 9% kwa mwaka kutoka ya sasa. Na tumeainisha mikakati 6 ya kukuza sekta ya viwanda, na kwa sasa nitaje mikakati 3. Mosi, CCM itaelekeza serikali kutunga na kutekeleza sera na sheria itakayozuia kusafirisha nje ya nchi bidhaa zitokanazo na rasilimali za asili na mazao makuu kama vile kahawa, korosho, chai, tumbaku, pamba na katani bila kuongezewa thamani. Pili, kubuni na kutekeleza mkakati wa kuanzisha viwanda vya kimkakati ikiwemo viwanda vya kuzalisha madawa, chuma, mbolea, ngano, sukari, mafuta ya kula, bidhaa za ngozi na mavazi kwa lengo la kujitosheleza kimahitaji katika bidhaa hizi. Na tatu, kuweka mazingira maalum ya kuvutia ujenzi wa viwanda vidogo vijijini kwa lengo la kufanya ongezeko la awali la thamani, yani primary processing, katika sekta za kimkakati zikiwemo kilimo, mifugo, uvuvi na misitu ili kuongeza fursa za ajira na kupunguza upotevu wa mazao. Ndugu Mwenyekiti, CCM inatambua sekta ya madini ina nafasi muhimu ya kuchangia ukuaji wa pato la taifa na ni hazina ya taifa. Ili kuendelea kuimarisha sekta hii, tumeainisha mikakati 7 na kwa sasa niitaje miwili. Mosi, kufanya utafiti zaidi wa maeneo yenye madini na kuongeza eneo lililopimwa na kufanyia utafiti kutoka 16% ya sasa hadi kufikia angalau 50% ifikapo mwaka 2030 ili kuhamasisha uwekezaji katika sekta hii. Pili, kutokana na umuhimu wa nafasi yake katika kukuza uchumi wa nchi na wananchi kwa ujumla, serikali yetu imejaliwa kuwepo kwa madini adimu na madini ya kimkakati, yani strategic mineral resources and rare earth elements. Ili kuendeleza madini haya na kuhakikisha kwamba Watanzania wanafaidika, serikali itaelekeza serikali kutunga sheria na kanuni zitakazohakikisha kwamba wanaochimba madini haya ama ni Watanzania wenyewe ama Watanzania kwa kushirikiana na wabia kutoka nje. Serikali itaweka sera, sheria na kanuni zitakazohakikisha kuwa madini haya hayasafirishwi nje bila kuongezewa thamani ndani ya nchi ili kuzalisha ajira. Ndugu Mwenyekiti, CCM inatambua kuwa umeme ni kichocheo muhimu cha ukuaji wa shughuli ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Aidha, upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wananchi una mchango na nafasi ya pekee ya kupunguza umaskini. Kwa kuzingatia hali hii, katika miaka 5 ijayo, CCM itaenda kuisimamia serikali kuongeza kasi ya uzalishaji umeme na kuimarisha usambazaji wake hususan katika maeneo ya vijijini na kuhakikisha kuwa vitongoji vyote vinapata umeme ifikapo au kabla ya mwaka 2030.
Lengo ni kuona kuwa kila kaya inakuwa na huduma ya umeme na kwamba panakuwa na umeme wa kutosha kwa ajili ya shughuli za uzalishaji. Ndugu mwenyekiti, CCM itaweka msukumo wa kipekee katika kutekeleza mkakati wa upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa kuhakikisha kuwa 50% isiyopungua 50 ya Watanzania wanatumia nishati hii ifikapo mwaka 2030 kwa kuchukua hatua zifuatazo. Mosi, kuhamasisha matumizi na uwekezaji wa nishati safi ya kupikia kwa kuweka vivutio ili kuimarisha matumizi ya nishati hiyo.